Karibuni sana waandishi nyumbani kwetu huku. Leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025. Nina mambo machache kidogo ya kuzungumza na madereva wa Tanzania na Watanzania. Tuna siku nyingi sana kidogo hatujazungumza, zaidi ya mwaka sasa nafikiri. Tumekuwa kimya kidogo nikijaribu kujifunza baadhi ya mambo kwa maeneo ambayo tunafanyia kazi, maisha tunayoishi, maisha ya ajira, maisha ya kujiajiri na maisha ya kawaida. Kwa hiyo kuna mambo mengine ukikaa kimya unajifunza kwa wengine. Sasa kidogo kwa muda huu nimeona naweza nikatoa neno, lakini pia nitatoa msimamo wangu kwa haya ambayo nimeona na nimejifunza. Nikianza na hili la kwanza ambalo tunatarajia mwaka huu mwezi wa 5 tarehe 1 tutakuwa na shughuli za kitaifa za Mei Mosi ambazo bila shaka Mheshimiwa Rais ndiye atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tumeonelea, kwa sababu sekta yetu ya usafirishaji kwa maana ya udereva imekuwa ikisahaulika sana kwa viongozi wengi wa serikali kuitaja au kuinua. Lakini mwaka 2023 iliundwa tume kupitia ofisi ya Waziri Mkuu ya kuchunguza na kupendekeza mapendekezo mapya ya kima cha chini cha mshahara wa sekta binafsi. Udereva kama ilivyokuwa sekta nyingine tulifanikiwa pia kupanda kutoka kwenye shilingi 200,000 kima cha chini. Nazungumzia kima cha chini kwenda kwenye shilingi 300,000. Hizi ni juhudi ambazo zilifanywa na viongozi wa madereva kwa kushirikiana na wamiliki pamoja na serikali yenyewe. Tunawashukuru sana katika hilo. Lakini uzuri, baada ya mapendekezo yale ambayo yalizungumzia posho za safari, yakazungumzia mishahara na mambo mengine wa kadha, serikali iliacha milango wazi, ikaacha milango ya mazungumzo kati ya waajiri pamoja na waajiriwa kujadili na kuboresha zaidi na zaidi mishahara hiyo kulingana na kampuni itakavyoona. Sasa moja kati ya makampuni ambayo yameitikia wito kwa kiwango cha juu kabisa, pengine serikali ingeangalia namna ya kuyaangalia makampuni ya namna hii ambayo yamekuwa yenyewe ndio yanatengeneza ajira, lakini sio ili mradi ya ajira, ni ajira ambazo ni bora kabisa. Sasa moja kati ya makampuni ambao wamefanya vizuri katika eneo hilo kwa kuboresha maslahi kwa maana ya posho za safari, kwa maana ya mishahara yenyewe, kwa maana ya bima za afya, mifuko ya hifadhi ya jamii. Moja kati ya makampuni makubwa Tanzania, lakini kampuni pekee ambayo imefanya vizuri kwenye eneo hilo baada ya ule wito wa serikali wa miaka miwili iliyopita ni kampuni ya Asasi na makampuni yake. Kwa hiyo naweza nikasema nafasi hii hapa imenisukuma kuishukuru kampuni ya Asasi na kuwaasa makampuni mengine wajifunze, kwa sababu tuna uhakika sana kwamba tumekuwa tukiona maeneo mengi Asasi akianzisha makampuni mengine wanaiga. Hata Asasi akianzisha ruti ya kwenda sehemu fulani, makampuni mengine baada ya mwezi wote wataelekea huko. Hata kama kuna njia ambayo haipitiki, Asasi akianzisha kwenda, wengine wote wataenda. Labda nikukumbushe kidogo, Asasi ndio alianzisha ruti ya kupita Sakania kwenda Kongo. Zamani foleni baada ya kuwa kubwa Kasumbalesa, Asasi ndio alianzisha ruti ya kupita Sakania. Lakini baada ya muda mfupi magari yote yalihamia Sakania. Na matukio maeneo mengine mengi tu ambayo siwezi kutaja yote kwa sasa hivi. Kwa hiyo Asasi wamekuwa wakianzisha. Sasa hili ambalo nalizungumzia sasa hivi ni kwamba madereva wamekuwa wakisikia maneno kutoka huko nje na wakizungumzia Asasi kwa ubaya, kampuni mbaya, lakini ukimuona huyo mmoja aliyezungumza kwenye sauti akakusambaza mitandaoni ukamuita njoo tueleze ubaya, hana majibu ya kukwambia, ila anakuambia nimeambiwa na mimi nimesikia. Sasa mimi nilikuwa naomba nichukue nafasi hii kuwaeleza kwanza Asasi imefanya nini, na niwatake pia wenye nafasi ya kama unaweza kuja kutembea
waje watembelee asasi, waone asasi inaendeshaje shughuli zake. Milango iko wazi, hakuna kificho. Asasi inaendeshaje shughuli zake, inalipaje mishahara, wanalipaje mifuko ya hifadhi ya jamii, wanalipaje bima na mambo mengine kama hayo. Sasa shukrani zangu ni kwamba kima cha chini cha mshahara wa serikali, ni shilingi 300,000 kama tulivyoelekezwa kwenye sekta yetu. Shilingi 300,000 asasi ametangaza tayari kwa wafanyakazi wake na ameitangazia dunia. Mshahara wa asasi ameuongeza kwa 100%. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 asasi ameshatangaza kima cha chini cha mshahara wake utakuwa shilingi 600,000. Sasa unaweza ukaona kwa makampuni tulionayo Tanzania, hii itakuwa kampuni namba 1 kwa kulipa mshahara mkubwa. Labda nizungumzie kidogo. Unajua, mwanzo wakati naanza maelezo yangu nilisema asasi wameamua kuunga mkono serikali, juhudi za mama zile, kwamba aliwaomba wafanyabiashara waajiri kuongeza mishahara katika kile kipindi ambacho tulikuwa tumeunda kamati ya pamoja chini ya ofisi ya waziri mkuu ya kuboresha maslahi ya madereva. Sasa nasema asasi wameunga mkono kwa 100% yale ambayo yalipendekezwa wakati ule na ile kamati. Sasa mwingine anaweza asielewe kwa sababu wale wanaofanya kazi asasi ndio naelewa, lakini kuna wengine ambao wako nje ya asasi hawaelewi. Sasa nilikuwa nataka nikueleweshe kwa nini nasema asasi wameunga mkono. Ukifanya kazi, ukiajiriwa kufanya kazi ya asasi, wewe utatibiwa na familia yako, yani mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 na mke wako na wewe mwenyewe mfanya kazi pale asasi. Bima ya afya ni lazima unapokuwa asasi. Unapofanya kazi ya asasi unalipwa posho ya safari mara tu unapoanza safari. Haina nenda ukirudi, haina deni, haina nini. Mshahara wa asasi unaingia tarehe 28 na 27 na 29, haijawahi kuwa 30. Kama ukifikiri natania, unaweza ukafika pia ukawatembelea na utaona haya ninayokuambia. Kwa hiyo nikisema kuboresha maslahi, na maanisha wameboresha maslahi, lakini hiyo sio kubwa. Kubwa ni hapa. Kima cha chini cha serikali ni shilingi 300,000. Asasi wameamua kuongeza kiwango cha mshahara kwa 100%. Hii ndio sababu ya kusema wameamua kuunga mkono juhudi za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu wakati wafanyabiashara waajiri wengine wanafikiria namna gani waongeze 20,000-30,000, yeye ameongeza kwa 100%. Kwa hiyo kiwango au kima cha chini kabisa cha mshahara wa asasi kwa mtu atakayeanza kazi leo anaanza na 600,000. Sasa unaweza ukaona kima cha serikali ni 300,000, lakini anayeajiriwa asasi leo kuanza kazi 600,000, lakini wale waliokuwa wana mishahara zaidi ya hiyo 600,000 hawatapunguzwa mshahara, isipokuwa na wao ongezeko hili mwahusu. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kiwango cha ajabu kabisa, kikubwa na cha juu kabisa, asasi itakuwa ni kampuni namba 1 kwa hapa Tanzania kwa kuwa na maslahi bora ya wafanyakazi. Kama unajua kampuni nyingine tushare na mimi, lakini kama haujui ya viwango hivyo nilivyozungumzia mimi, basi tukubaliane kwamba asasi wanafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo pale ambapo kampuni itafanya vizuri tuipongeze, na pale ambapo wanafanya vibaya tuwakosoe, tuwaeleze kwamba hapa mnakosea 1 2 3. Tatizo la asasi liko wapi? Tatizo la asasi ninalolipata ni kwamba wanaoizungumzia asasi wengi hawaijui asasi. Wanaoizungumzia asasi iwe kwa ubaya au vyovyote vile hawaijui asasi. Hawajawahi kufanya kazi ya asasi, ila wanasikia kwa watu wengine. Sasa mimi ngoja nikueleze ubaya wa asasi leo. Ubaya wa asasi ni huu hapa. Ukifanya kazi asasi, hawatachukua haki yako hata siku moja, lakini na wao usichukue haki yao. Sasa inapofikia wakati kwamba wao wanataka haki yao, hapo ndo ubaya unapoanzia. Amekupa mzigo wa watu, kaufikishe, hukuufikisha asikudai. Sasa hiyo haiwezekani. Lakini wewe umefanya kazi, mshahara wako umefika tarehe 27, amekupa wote bila kubaki hata shilingi 10. Kwa hiyo haki yako wewe anakupa, ila haki yake yeye akiidai mbaya.
Kwa hiyo ubaya wa asasi kwenye haya yote niliyozungumza yapo na yanapatikana kwa 100%. Wewe unayefanya kazi asasi unajua, yeye ambao uliwahi kufanya kazi asasi ukaondoka unajua, ubaya wa asasi ni kwamba hawachukui cha mtu na mtu asichukue chao. Inapokuwa wao wanadai chao wanakuwa wabaya, lakini wewe unapokuwa unawadai chako haui mbaya. Sasa asasi hawezi kwenda kwenye magrupu au kwenye nini kupiga kelele na madereva ni waongo nini, lakini wale ambao wanafanya kazi asasi wanaelewa hichi ninachozungumza sasa hivi. Kwa hiyo kama tukitaka kuiboresha hii sekta ya uchukuzi vizuri kabisa, hakikisheni tunatenda haki. Sio asasi tu, unafanya kazi kwenye hiyo kampuni unayofanyia kazi. Huko uliko kwenye kampuni yako, usichukue cha kampuni na kampuni isichukue chako. Usiwe mkali wa kudai haki yako kwa mwajiri wakati wewe hautimizi wajibu wako kwa mwajiri wako. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ujumbe wangu wa leo, kwamba nawashukuru sana kampuni, management nzima ya asasi na wakurugenzi wote kwa kuongeza viwango vikubwa kabisa vya mshahara na kuwa kampuni namba 1, kampuni binafsi kwa kulipa mshahara mkubwa na maslahi bora kabisa ya wafanyakazi kuliko kampuni yote, kwa sababu asasi huwa wanaanzisha na makampuni mengine yanaiga. Najua katika hili makampuni mengine yataiga. Kwa hiyo wale madereva wale ambao wao kazi yao ni kunyanyuka asubuhi na kutukana asasi wabaya, wamefanya. Nina imani kupitia ongezeko hili ambao asasi wamelianzisha, na wao kwenye makampuni yao wataongezwa mishahara kwa sababu tayari asasi wameshaanzisha. Kwa hiyo niwashukuru sana, tuendelee kufanya kazi, tutimize wajibu wetu, tuwe waaminifu kwa waajiri wetu na watakuwa waaminifu kwetu. Asalamu alaykum.